Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amesema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji ili kukuza uchumi na kuongeza ajira kwa wananchi. Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifungua tamasha la uwekezaji Zanzibar 2026 iliyofanyika katika hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege mkoa wa Mjini Magharibi. Amesema sekta ya utalii imeendelea kuwa gumzo muhimu ya uchumi wa Zanzibar, huku serikali ikiendelea kuwekeza katika miundombinu ya barabara, viwanja vya ndege, bandari na uzalishaji wa umeme na huduma za kijamii ili kuvutia wawekezaji zaidi. I extend our sincere gratitude and appreciation to all participants who have come from all over the world to be part of this important forum. Your presence at this summit is a demonstration of your interest in what Zanzibar has to offer. And I want to assure you that I stand before you as a partner who sincerely believe in the future we can build together. Ladies and gentlemen, the theme of this summit, promoting investment diversification for sustainable development in Zanzibar, shaping Zanzibar's next growth story, reflects a deliberate policy direction. It is not a marketing phrase. It captures a strategic choice that this government has made to broaden the foundation of our economy, to reduce dependency on any single sector, and to build an economic base that is more resilient, more productive, and more beneficial to our people. I have referred to diversification as the strategic direction of this summit. I want to explain precisely why we have made that choice and what it means in practice. Tourism has been and remains an important pillar of Zanzibar's economy. The performance of our tourism sector reflects real competitive strength, our natural environment, our cultural heritage, our hospitality, and our global brand. In 2024, Zanzibar was named Africa's leading beach destination and ranked second globally among island getaway destinations. Our airport handled more than 2.4 million passengers, up from 840,000 in 2020. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Mheshimiwa Sharif Ali Sharif amesema tamasha hilo litasaidia kutangaza Zanzibar fursa za kiuchumi na uwekezaji. Ameeleza kuwa pamoja na kuimarisha sekta ya utalii, serikali imelenga kuvutia uwekezaji katika sekta nyingine zenye mchango mkubwa kwa uchumi ikiwemo viwanda, uchumi wa bluu, uvuvi na ufugaji wa viumbe baharini ili kuongeza thamani ya rasilimali zilizopo katika kuleta maendeleo endelevu kwa wananchi. Kubwa sasa hivi ni kutizama fursa mpya za uwekezaji, lakini kama mnavyojua hali inayokwenda sasa hivi duniani, hizi nchi zetu hususan za Afrika zinatakiwa zijipange upya, na Zanzibar sasa hivi inataka kujipanga upya. Mnavyofahamu kwamba utalii ndio kipaumbele chetu tulicho nacho, lakini haya matatizo ambayo yanatokea duniani sasa hivi ya vita na hizo shocks nyingine, external shocks, zinapelekea sasa tujipange vizuri, kwa sababu sawa utalii tunakwenda nao ni muhimu, lakini inapotokezea tatizo kama la tatizo tunaloliona sasa hivi, wale watalii wanatoka katika nchi hizo, kwa hivyo si rahisi kuja huku. Tumezungumza na tumejipanga sasa hivi kujitanua zaidi, kwa maana ya diversification ya uchumi, kujitanua kiuchumi zaidi, kwenda katika sectors kubwa ambazo zitakuwa nazo zina mchango mkubwa wa uchumi, ikiwemo na huo wa utalii. Kwa hiyo mada nyingi zilizungumzwa pale, lakini suala zima linalohusiana na uzalishaji kwa maana ya viwanda, hilo ndio lipepewa kipaumbele cha mwanzo, kuhakikisha kwamba sasa hivi tunajitanua kwenye viwanda vikubwa, viwanda ambavyo vitakuwa vinatija kwa nchi yetu, viwanda ambavyo vitaleta ajira kwa vijana, wanawake na local communities zetu. Lakini eneo jingine ambalo limezungumzwa pale ni suala zima linalohusiana na bahari, matumizi katika bahari kwa maana ya blue economy yenyewe.
bado hatujafikia yale malengo ya serikali na inabidi tujipange upya. Sera, sheria tayari zipo. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwamba uwekezaji mkubwa katika maeneo haya ya uchumi bluu yanakuwepo, yakiwemo uvuvi wa bahari ile ya ndani, lakini pia bahari ya nje, kwa maana yale maeneo tengefu ya uchumi ya bahari, kwa Kiingereza wanaita exclusive economic zones, lakini pia ufugaji wa rasilimali za baharini ikiwemo samaki, ikiwemo pweza na vitu vingine, lakini ulimaji wa mwani ni kitu kimoja muhimu. Lakini hii ukiichanganya kwa pamoja, tunachokitaka mwisho wake kama nchi ni kuhakikisha tunaongeza thamani ya hivi vitu, ili sasa kuwe na mabadiliko ya badala ya kuingiza vitu nchini tuanze kusafirisha nje ya nchi, au tuanze kuzalisha vitu ambavyo vitatumika katika sekta yetu ya utalii. Kama mnavyojua, Zanzibar kuna hoteli sio chini ya 600 na zote zinategemea mahitaji yake kutoka nje ya Zanzibar. Kwa hiyo hapo kuna fursa kubwa ambayo wawekezaji wamejulishwa ili kuhakikisha kwamba nchi hii sasa inakuja juu kiuchumi. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwankasi.